Shika kichwa chako namna hii. Bwana Yesu, ninafungua akili za watoto wako wapate kuyajua maandiko na kila kitu ambacho wataelekezwa kupata kuingia kwenye ufahamu wao, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Nenda kinyume na giza lote katika ulimwengu wa roho. Nenda kinyume na roho ya uzito na mawazo mtawanyiko. Nenda kinyume na roho chafu zote zinazoshikilia akili. Ninaamuru kwa jina la Yesu akili zikakombolewe na kukawe na utulivu katika ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Amen. Amen. Haya. Basi leo tutaenda kuangalia na kukumbushana mambo muhimu sana ambayo kijana anatakiwa aambatane nayo mwaka huu hadi mwaka ujao tutakapokutana kwenye semina hii tena. Haleluya. Mambo muhimu nayotakiwa kuambatana nayo mwaka huu hadi mwaka ujao katika semina ijayo. Mambo muhimu nayotakiwa kuambatana nayo kuanzia leo hadi tutakapokutana tena semina mwaka ujao. Kijana anakabiliana na mambo mengi sana. Jinsi teknolojia inavyozidi kuongezeka, ndipo ambapo kijana anazidi kuchanganywa. Utulivu wa kijana unazidi kupotea. Kijana anazidi kuchanganyikiwa. Tathmini ya kiroho nilionayo, teknolojia inavyozidi kuongezeka, utulivu wa kijana unapungua. Kijana anakuwa katika hali ya kuchanganyikiwa. Ni kama vile teknolojia inavyoenda kasi na maisha ya kijana yanakuwa yanaenda kasi, lakini hayana majibu. Sasa katika zama hizi za teknolojia inaenda kasi, kijana anahitaji kuwa na kocha wa kiroho mwenye nguvu zaidi kuweza kukabiliana na teknolojia. Na moja ya vitu muhimu ambavyo kijana anatakiwa kukumbushwa katika kufanyiwa ukocha huu wa kiroho ni imani yake katika kipindi hiki cha sayansi na teknolojia. Imani. Tutaenda kuangalia imani. Imani. Tutaanza na hilo jambo la kwanza, imani. Katika teknolojia inavyobadilika, inavyokimbia, imani. Ni kwa namna gani kijana anaweza akailinda imani yake katika hali ya mabadiliko ya teknolojia? Tunaona hamna kitu kigumu kama kuilinda imani kwenye mazingira mapya. Hii teknolojia ni mazingira mapya. Hasa nchi zetu za Afrika ni jambo jipya ambalo linakuwa kwa kasi sana. Unailindaje imani yako katika mazingira ya namna hiyo? Tutamwangalia Meshach, Shadrach na Abednego walivyoweza kuilinda imani yao katika mazingira mapya. Wamechukuliwa katika nchi ya uhamishoni, wamefika pale, wamekutana na vyakula vipya, wamekutana na utawala mpya, wamekutana na watu wapya ambao sio kabila zao.
Katika mazingira yale wanaishi vipi? Katika kuilinda imani yao wanaishi vipi? Tunaona katika kitabu cha Daniel vile ambavyo Daniel aliweza kusimamia msimamo wake. Tutasoma kidogo leo, halafu tutaangalia mambo muhimu sana. Tutaanza kusoma kile kitabu cha Daniel, ile sura ya kwanza na ule mstari wa kwanza na kuendelea, tafadhali. Katika mwaka wa 3 wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadneza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu. Hiyo sawa, tuendelee. Mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akauhusuru. Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake, pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka nchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake. Akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Mfalme akamwambia Ashpenazi mkuu wa matowashi wake awalete baadhi ya wana wa Israeli na wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena aliwaambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme na divai aliyokunywa. Akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka 3, ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Angalia, ni mazingira mapya. Utaendelea hapo mstari wa 6. Ni mazingira mapya hawa wanachukuliwa. Wanaambiwa sasa wanakula chakula cha kifalme na watakula hivyo kwa kitambo. Ni mazingira mapya. Ni mazingira mapya. Tuendelee. Basi katika hao walikuwako baadhi ya wana wa Yuda. Ndio. Daniel na Hanania na Mishaeli na Azaria. Mkuu wa matowashi akawapa majina. Alimuita Daniel Belteshaza, na Hanania akamuita Shadrach, na Mishaeli akamuita Meshach, na Azaria akamuita Abnego. Lakini Daniel aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Aliazimia wapi? Mstari wa 8, rudia. Lakini Daniel aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme, wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Akamwomba mkuu wa matowashi ampe ruhusa asijitie nini? Unajisi. Basi Mungu alimjalia Daniel kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matowashi. Mkuu wa matowashi akamwambia Daniel, mimi namuogopa bwana wangu mfalme aliwaagizia ninyi chakula chenu na kinywaji chenu. Kwa nini azione nyuso zenu kuwa hazipendezi kama nyuso za vijana hirimu zenu? Basi kwa kufanya hivyo mtahatirisha kichwa changu mbele ya mfalme. Ndipo Danieli akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matowashi amemweka juu ya Daniel na Hanania na Mishaeli na Azaria, tafadhali utujalie sisi watumishi wako muda wa siku 10, na watupe mtama tule na maji tunywe. Kisha nyuso zenu zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme. Ukatutendea sisi watumishi wako kadiri ya utakavyoona. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akawajaribu siku 10. Hata mwisho wa zile siku 10 nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi, na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Asante. Mpaka hapo kwanza. Sasa hapa tunachukua picha hii ya kina Daniel katika kipindi kile. Tunakuja kugundua akina Daniel wameingia kwenye mfumo mpya kabisa.
ambao huo mfumo hawakuwa nao huko mwanzo. Lakini katikati ya ule mfumo mpya wanayo imani yao. Katika huo mfumo mpya wanayo imani yao. Na hakuna kitu kigumu kama kusimamia imani yako kwenye mfumo mpya. Na ndicho tulichokiona hapa. Bahati nzuri sana, hii ni semina ya vijana, na hawa kina Meshach, Shadrach na Abednego walikuwa ni vijana kama hivi tulivyo sisi leo. Waliweza kuingia kwenye mfumo wa kifalme, lakini hawakuwa tayari kuihatarisha imani yao kwenye mfumo mpya. Walitumia nguvu zote kulinda imani yao kwenye mfumo mpya. Teknolojia ni mfumo mpya ambao umeingia na ufalme mpya. Ni kitu kipya, ni ulimwengu mpya. Ni kama kina Meshach, Shadrach na Abednego walivyotolewa huko wakaletwa hapa Babeli. Ni kama wameingia kwenye dunia mpya yenye mfumo mpya. Ndivyo ilivyo sasa hivi. Wengi ni dunia mpya. Na ndio maana hata kwenye teknolojia unapoingia kwenye simu yako, vingine vingi huwezi kuvifanya, unamwomba jirani yako akusaidie. Kwa nini? Ni kitu kigeni, ni mfumo mpya. Tunaambizana, tunajua kuna sui application hii, unajua imefanya hivi. Ni mfumo mpya. Na haujazoeleka kwa wote. Kuna wengine wana simu za smart, lakini bado zinatumika tu kwenye kupokea na kupiga. Mpaka mtu anamwambia weka hiki, weka hiki. Mbona simu yako ina uwezo, weka hiki. Jinsi unavyozidi kuweka kitu kipya, unakuwa unajiingiza kwenye ulimwengu mpya ambao unahatarisha imani yako. Katika mazingira kama hayo, na ukumbuke kijana ni generation, ni uzao. Ni kitu ambacho kinaenda kutoa matunda yake miaka michache ijayo. Imani kiharibiwa kwenye ujana, nini maana yake? Kutakuwa kuna makanisa yaliyopoa miaka ijayo, ambapo hakutakuwa na manifestation, hakutakuwa na udhihirisho hata wa pepo kujitingisha. Ni matunda ya kanisa lililopoa, ama vijana ambao wameshindwa kuilinda imani yao kwenye dunia mpya. Imani aliyokuwa nayo kipindi cha dunia nyingine ya kwanza, wameshindwa kuileta hiyo imani kwenye dunia mpya. Sisi kama kuna mtu tunaelewana hivi, unaelewa kwamba teknolojia ni dunia mpya eh? Amen. Unaelewa hiyo? Amen. Ni dunia mpya. Bwana akusaidie, akufungue ufahamu ili tuende pamoja. La sivyo unaweza kuona kama ninachokiongea dunia mpya. Ana maana gani? Sikia nikwambie, hiyo simu yako imekupeleka kwenye dunia mpya. Ni lango la dunia mpya. Na ndio maana sasa hivi Trump anakohoa, yuko Marekani. Huku wewe unajua kwamba amekohoa. Ni dunia mpya. Na wakati zamani katika dunia ya kwanza, kuna vijiji vilikuwa vinasikia tu Nyerere na havikuwahi kumuona wala havijui anafananaje. Kwa sababu hata TV hazikuwepo, wanasikia tu kwenye redio kwamba rais wenu kuanzia sasa anaitwa Nyerere. Yukoje huyo rais? Mpaka afunge safari aende. Ni dunia ile pia. Ilikuwa ni dunia ile. Na bahati nzuri, namshukuru Mungu, kuna dunia na mimi nimeipitia kwenye wokovu kabla ya hizi simu. Ile dunia ya mwanzo ilikuwa ni rahisi sana kulinda imani kuliko kwenye dunia hii ya sasa tulionayo. Kuna uwepo wa Mungu ambao mimi nilikuwa na experience kipindi kile, ambacho sidhani kama kuna urahisi wa kuexperience huu uwepo wa Mungu kwenye kipindi hiki. Kile kipindi ambacho ninayo simu imekaa pale, inakaa siku nzima hakuna simu imeingia wala message imeingia. Halafu niko na Biblia yangu.
Ilikuwa ni dunia ambayo nilikuwa na uwezo wa kuilinda imani na kucontrol ulimwengu wa roho kuliko leo. Ilikuwa ni dunia yenye utulivu, haina kelele. Dunia ya sasa ina kelele nyingi. Ukishasikia tu kwamba huyu amefanya kitu fulani, basi dunia nzima inakuambia kwamba unapitwa. Kwa inabidi uchukue simu yako, uache mambo mengine, uangalie nini kinaendelea katika dunia. Kwa hiyo itakupasa uingie uangalie hata vitu vingine ambavyo yamkini havikusaidii, lakini ndio vinavyoendelea. Utaviangalia tu. Ni dunia ambayo inakufanya uwe na kiasi kuliko nyakati nyingine zozote ambazo umeshaipitia. Kwa sababu ninaelewa namna gani ukaa na uwepo wa Mungu. I know. Ninaelewa changamoto ya dunia hii kukaa na uwepo wa Mungu ilivyo ngumu. Naangalia kizazi kijacho. Lakini kama tutatengeneza misingi mizuri ya dunia hii, watu wa dunia hii tuliopo leo, kuweza kwenda na imani yetu katika speed ile ya teknolojia, tuna uwezo kupeleka uwepo wa Mungu kwenye generation nyingine hata kama teknolojia inaendelea. Bahati mbaya sana huwezi ukaisimamisha teknolojia. Hauwezi. Watu usiku na mchana wapo kwenye kuvumbua ni kwa namna gani waendelee kukushikilia, ikiwezekana wakushikilie zaidi. Watu wanakaa muda wote wanaangalia namna gani wataendelea kuumiliki muda wako usifanye mambo mengine. Nakwambia hivi, tunataka tutengeneze kizazi cha vijana ambao watalinda imani zao katika teknolojia hii. Ili hata tutakapoingia kizazi kingine, tuwapate mitume, tuwapate manabii, tuwapate wainjilisti, tuwapate wachungaji, tuwapate walimu. Zile huduma 5 ambazo Mungu aliziachilia katika kanisa kwa ajili ya kumjenga Mkristo, hata kazi ya Mungu isonge mbele, lazima ilindwe na imani, kiasi kwamba tunapoenda na teknolojia hii, teknolojia iwe mkono wa kushoto, imani yetu iwe mkono wa kulia, visiingiliane. Na viendelee katikati ya teknolojia, vilema waendelee kutembea, vipofu waendelee kuona, viwete yani lazima kuwe kuna udhihirisho wa nguvu za Roho Mtakatifu katikati ya teknolojia iliyopamba moto. Kwa sababu teknolojia inavyotembea hauwezi kaizuia, kwa sababu kama vijana watafundishwa, wanaweza kaitumia speed hiyo ya teknolojia kumpeleka Kristo mahali ambapo hata kwa miguu huwezi enda. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ilinde imani yako kwanza. Namba 1 tumesema ni nini? Kuilinda nini? Imani katika wakati wa teknolojia hii. Haleluya. Amen. Namba 2, lisha imani yako kwenye mfumo. Lisha imani yako kwenye nini? Kwenye mfumo. Maana yake ni nini? Mifumo ipo mingi sana. Wangapi wana WhatsApp? Unayo? Ni mfumo huo. Wewe kama kijana, tumia mfumo huo kuilisha imani yako. Kuilisha nini? Imani yako. Haleluya. Kuilisha nini? Imani yako. Kwa lugha nyingine, tutatumia speed ya teknolojia kuleta madhara ya kiroho, sio madhara ya kipepo. Madhara ya kiroho. Haleluya. Lisha mfumo. Haya mambo wasingekuwa wanafundisha wale wachungaji wa zamani, kwa sababu
hayakuwepo. Kwa hata tunayoyafundisha lazima yaendane na tatizo la leo. Na ndio maana ukuta Biblia ilivyoandikwa, Biblia inasema hivi, imeandikwa na watu waliokuwa inspired by the Holy Spirit. Yani waliwezeshwa na Roho Mtakatifu, wakayaandika yaliyoandika kwenye Biblia sawa sawa na yaliyokuwa yakiendelea kwenye jamii zao. Na ndio maana naona kama Wakorinto, tunaona kwa nini kitabu cha Wakorinto kiliandikwa. Tunapoona Waefeso, kwa nini lugha ile ambayo Paulo alitumia kwa Waefeso, alitumia ile ambayo hatuoni ameitumia lugha ile kwa Wagalatia? Kwa sababu kila mahali alipoandika neno lililotumwa kwenye nyaraka zake zilikuwa zinaenda kutatua tatizo la kipindi hicho. Hata leo hii ninachokihubiri kinaenda kutatua tatizo la kipindi cha leo. Kwa hiyo huwa tunasoma maandiko, halafu tukisha soma maandiko tunakuja kuangalia andiko lile linatusaidia nini kwenye mfumo wa leo, kwamba katika mfumo wa leo tunailindaje imani yetu. Ukisoma katika maandiko unakuta zamani walikuwa wanakemea uzinzi. Unaona anasema kila palipotingishika mti ulihusika chini kufanya uzinzi. Maandiko kipindi hicho kweli ndio style yake ya kufanya uzinzi. Ukiona mahali mtu unatingishika hivi sana, unajua watu wanafanya nini? Uzinzi. Lakini ni nani leo atakaenda kufanya uzinzi kwenye miti huko? Ni nani? Tukikukuta unafanya uzinzi kwenye miti, tunakata mtu, tunakuchapa fimbo kwanza. Sawa. Lakini wengine hawazoea hata kuingia kwenye mapoli, wanaogopa majoka. Lakini kipindi hicho walikuwa wanaenda kwenye mapoli huko na sawa tu. Leo hii unatumiaje ule ujumbe unaposoma hilo andiko? Usiangalie ule mti uliokuwa unatingishika kule. Leo hii tunazo hoteli, tunayo guest house, tunayo nini. Chukua neno lile, usione kama halikuhusu. Libebe, lakini lipachike kwenye nyakati za leo, ili liwe la kwako. Usijikona lilikuwa ni la kipindi kile. Kuna mtu mmoja anielewa? Uzinzi uliokuwa ukifanyika pale Korinto ulikuwa ni uzinzi wa aina yake, kwamba kijana anaenda na mbeba mke wa baba yake. Na hii ilikuwa zamani, ukuta tu mtu ana wake 4. Na unakuta mtu mwenyewe mzee kabisa anaendelea kuoa. Anakaleta kabinti pale ambako umri wake unafanana na mtoto wake wa kwanza. Binti akiangalia mtoto wa mme wake na mme wake, anaona mbona ananifaa mtoto kuliko baba. Wakijitoa fahamu wakaanza pale, inahesabika ni uzinzi ambao haujawahi tokea, kwamba mtu amelala na mke wa baba yake. Yalikuwa ni mazingira ambayo leo yanapotea, hayapo kwa namna ile. Lakini kuna uzinzi wa aina ya mwaka huu ambayo ni ngumu sana kuelezea sawa sawa na uzinzi wa kipindi kile, lakini tunafundisha kwa kadri ya miaka yetu. Hatari ya sasa hivi nyinyi mnaijua. Sisi tuko kwenye kipindi cha hatari kuliko kipindi cha mwanzo. Hivi uzinzi kwa miaka hii na uzinzi kwa miaka ile, ipi ni ngumu? Mwaka huu teknolojia ipo. Unampigia tu simu tanda kamoja, mmeshaonana, mmefanya uzinzi, kila mmoja anaendelea na safari zake. Mwingine anaenda kazini, mwingine anaenda kwenye biashara. Zamani ilikuwa ni ngumu. Hasa katika nyakati hizi ambazo teknolojia iko hivyo na inakimbia kwa spidi,
tunalindaje imani yetu? Hiyo namba moja. Namba mbili, katika mifumo ya uharibifu tunaingiza vipi imani yetu kwenye hiyo mifumo? Nikasema hivi, cha kwanza angalia, nikauliza swali, una WhatsApp? Ukasema ndio. Tumia hiyo WhatsApp vizuri. Kuna status mle, si ndivyo? Wewe kwenye status zako unaposti nini? Unajua wewe? Usije ukashiriki kuiharibu dunia kupitia mifumo. Tengeneza dunia kupitia mifumo. Kuna mtu mmoja anaelewa? Amen. Ili usichukulie hii mifumo kama ni kitu cha kawaida. Tumia mifumo kutengeneza dunia. Ilinde imani. Hata wasio katika imani, tumia mifumo. Watu waingie kwenye imani kupitia mifumo. Haleluya. Vipande vingi vya ibada zetu vinatumwa. Sukuma hivyo kwenye mifumo yako. Somo la leo umelielewa vizuri? Nenda kajirekodi, sema mimi nilichoelewa katika dunia ya leo, tunatakiwa tuilinde imani yetu. Ewe rafiki yangu, ambaye unanisikia kipindi hiki, linda imani yako sana, usije ukalagaliwa na mfumo na spidi ya teknolojia. Kwa hiyo nakushauri sana, simama kwenye imani yako, soma Biblia yako, tafakari neno, omba, na usisahau kuhudhuria ibada. Na kama hauna mahali pa kushiriki ibada, karibu HVC tuna ibada Sinza siku ya Jumatano na Jumapili, na Kigamboni tuna ibada siku ya Jumanne na siku ya Jumapili. Karibu sana, karibu sana. Kama haujui namna ya kufika, unipigie simu. Unakata tam, unaituma kwenye nini? Kwenye status yako. Nini maana yake? Umetumia mfumo kutengeneza, sio kubomoa. Wakati wanaitengeneza WhatsApp, walikuwa wanadhani ya kwamba ni kwa ajili ya kuharibu. Wewe tumia mfumo, peleka uhai. Wakati wengine wanapeleka mauti, wewe peleka nini? Uhai. Peleka uhai. Tunaelewana? Amen. Ilinde imani yako. Peleka imani yako kwenye mifumo. Amen. Amen. Unailindaje imani yako? Kuwa makini na unachokisikia, na unachokiangalia, na unachokitafakari. Kwa makini unachokisikia, unachokiangalia, na unachokitafakari. Usichukulie vitu kawaida. Haleluya. Amen. Unailindaje imani yako? Kwa makini. Katika teknolojia hii utasikilizishwa kirahisi sana. Teknolojia inakufanya usikie kirahisi sana. Kuwa makini unachokisikia, unachokiona, na unachofanya nini? Tafakari. Na unachokitafakari. Ndio njia ya kulinda imani katika teknolojia inayoenda kwa spidi. Ili tupate kizazi kinachokuja ambacho kimebeba uwepo wa Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imani inalindwa. Lazima uwe na uchaguzi ulio sahihi kwenye unachokisikia, unachokiangalia, na unachokitafakari. Lazima uwe na uchaguzi, kwa sababu simu zetu ni kama msitu wenye kila aina ya mti, kila aina ya matunda. Chagua kwa hekima. Usikilize nini? Uangalie nini? Utafakari nini? Chagua kwa hekima. Hakuna mahali tutasema tunazikusanya simu. Mkristo hatakiwi kuwa na simu. No. Uwe nayo, lakini tutafundisha kijana amiliki vipi teknolojia. Kuwa na hekima. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mtu mmoja anayenisikia wakati huu? Amen. Kuna mtu mmoja ananisikia wakati huu? Amen. Je, unayasikia ama umepanga kwenda kuyafanyia kazi? Kama umepanga kwenda kuyafanyia kazi, tumia elimu yako ya teknolojia. Nenda kawa unfollow
watu wote ambao wanafanya usikie kiurahisi vitu vya uharibifu. Nenda ka unfollow watu ambao wanakufanya uone vitu ambavyo ni vya uharibifu. Kuna mtu mmoja anaelewa? Amen. Linda sana nini? Linda sana nini? Linda sana nini? Imani huja kwa kufanya nini? Kwa kusikia. Kwa jihadhari sana na jinsi usikiavyo. Katika teknolojia hii utasikilizishwa kirahisi sana kutokana na ukaribu wa teknolojia. Ikiwezekana unaenda hatua 5 zaidi hata kwenye maombi yako. Bwana Yesu, niepushe kusikiliza vitu visivyofaa. Nitenge na vitu visivyofaa kusikia. Nitenge na kuona visivyofaa. Nisaidie kila ninachokiona kiwe kimebeba utukufu wako. Haleluya. Haleluya. Why naongea haya? Unajua kwa nini naongea haya? Kwa sababu dunia inavyoenda na teknolojia, mtu kuwa spiritual unaonekana kama ni old fashioned. Ukiwa kiroho sana unaonekana kama ni old fashioned, kwamba ukiwa kiroho sana unaonekana wa zamani. Lakini sisi HVC tutazuia vinavyozuilika, tutaruhusu vinavyoruhusiwa, tutafundisha kutumia vinavyoangamiza ili vitumie sawa sawa. Na ndio maana tumekataza Biblia za kwenye simu. Mfano umeuona hapa. Hapa umeuona. Mama hapa alikuwa anasoma Biblia. Kuna simu nyingine hapa wakati anaisoma imeruka maandiko. Mmeona? Au mjaona hapa? Kwa kama mimi ningekuwa sielewi, ina maana wote tungepitishwa hapo. Hivi mnaelewa kuna tahadhari imetolewa sasa hivi, hizi simu Biblia za kwenye simu wanavyokuambia update, si wote wao mnakimbia kwa update, si ndivyo? Kumbe wanapunguza baadhi ya mistari, wanaweka knowledge nyingine. Kwa hiyo inamaanisha hiyo Biblia unayotumia kwenye simu yako, unajua nani ameiandika? Hivi aki-update unajua ana update kitu gani? Haujui anacho update. Na kuna mtu niliona anaongea, mimi sijafanya bado hiyo tafiti, lakini niliona mtu anaongea kwamba kuna baadhi ya mistari, nadhani sio kwenye kitabu cha Mathayo, sio kwenye kitabu gani, imeondolewa. Wameitempa, wameichezea. Lakini unapo update ni teknolojia, huwezi jua wamechomoa wapi. Haya, vipi unavyoendelea kusoma kila siku na bahati mbaya hujawahi kuisoma Biblia yote ukaishika kichwani? Unaweza kuwa unasoma kitu kumbe kimeshachezewa. Unaweza kuwa unasoma kitu kumbe tayari kimebadilishwa. Wapendwa, tutabaki kwenye Biblia zetu za daftari ikiwa katika juhudi za kupambana na teknolojia inaenda spidi kuliko ufahamu wetu. Kwa hiyo Biblia hii ya kwenye simu sijaikataza. Hii ya kusoma wakati uko kwenye daladala, ya kusoma kipindi uko kazini, uko kwenye break, ya kusoma kipindi uko kwenye foleni benki, ndio utakuwa unasoma hiyo. Lakini ukifika nyumbani usitumie Biblia hii. Tunalinda imani yetu kwenye teknolojia inayokimbia. Kumbuka teknolojia sio kacha yetu, si ndivyo? Kabisa. Sio kacha yetu. Unaweza kuonea huruma wale ambao unafika Kariakoo ameambiwa tunaweka Facebook kwa shilingi 1000 na unakuta watu wamepanga foleni. Wanawekeshwa Facebook kwa shilingi, sio kacha yetu, acha wawekeshwe. Sio kacha yetu. Ungekuwa unafanyia kule Tigo ama Voda, ungekuwa unashangaa kesi za watu wanaenda kule.
Mimi simu yangu kama wakati na type inaongea kama sio, nakwambia ni hapa. Oh, asante, unaondoka. Umefunga safari kutoka Mbagala. Sio kacha yetu. Sio kacha yetu. Kwa kucontrol lazima tutumie nguvu. Kuna mtu mmoja anaelewa? Lazima tutumie nini? Unajua mara ya kwanza kupata gari, unaweza ukaweka full tank ukaenda Morogoro, ukarudi ukaunga pale ukaenda Tanga. Ukiulizwa unaenda si naendesha tu. Kwa sababu ni gari, ni mara ya kwanza. Teknolojia hii kwetu ni kama mara ya kwanza. Kuna mwingine anaweza kukaa na simu hata masaa 5. Wapendwa, imani yetu lazima tuilinde. Nielewe nyinyi vijana mliokuja leo semina, tupambane na imani yetu, la sivyo tutaendelea kuisikia sauti ya Mungu kupitia wachungaji peke yake. Na wachungaji na wenyewe siku hizi na wenyewe tunashinda kwenye mitandao. Unakuta mchungaji kila wakati anatuma hiki, ana comment hiki. Unamuuliza huyu anaomba saa ngapi? Unauliza huyu hapa anafunga lini? Anasoma neno saa ngapi? Ujue hii vita ni vita kali sana, wala usiangalie kawaida. Haleluya. Ni vita kali, wala usiangalie kawaida kulinda imani. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nimesemaje tunalinda nini? Katika dunia ya teknolojia. Tena teknolojia inayofanya nini? Inaenda kasi, na wakati sio kacha yetu. Ni mahali pa kulinda imani. Haleluya. Amen. Kulinda nini? Imani. Katika kulinda imani lazima tupigane na taarifa za teknolojia, tukiwa na taarifa za neno la Mungu nyingi kuliko taarifa za teknolojia. Kulinda imani inatakiwa tuwe na taarifa nyingi za neno la Kristo, ili tuweze kupambana na taarifa zinazotolewa kwenye teknolojia. Huwa nikipata nafasi, nimeingia hivi kwenye mtandao, huwa nawasikiliza watu, najiuliza hivi, kwa mfano mtu ambaye sio mwana HVC, mimi sitaki sijaji watu wengine, sawa? Sijaji watu wengine vibaya. Najiuliza hivi, kama mtu sio HVC, kwa elimu hii ya uongo wa mahali hapa, anapitaje? Unakuta mtu amekaa anaongea kuanzia mwanzo hadi mwisho, anapotosha. Lakini kama kila siku unalisikiliza neno, unakuwa unasoma Biblia yako, una neno la Kristo kwa wingi ndani yako, unaweza ukawa kama kanisa la Beloya ambalo linachunguza kila kitu. Haleluya. Lazima tuongeze uwezo wa kusoma neno. Haleluya. Ili tuweze kupambana na teknolojia. Haleluya. Haleluya. Kulinda imani yetu katika teknolojia inayokimbia sana. Kulinda imani yetu. Amen. Hilo ni jambo la kwanza. Ninaomba mic kwanza kabla tujaenda sehemu nyingine. Sema tu, soma tu hapo ulipoelewa. Kwenye kulinda imani yetu katika spidi ya teknolojia tulionayo. Eleza kidogo. Kwa nilivyoelewa, umesema kwamba kadri siku zinavyozidi kwenda ndivyo teknolojia inavyozidi kukua. Kwa jinsi teknolojia inavyozidi kukua ndivyo ambavyo vijana tunazidi kuchanganyikiwa, kwa sababu tunavyoingia mitandaoni tunakutana na vitu vingi. Kwa hiyo ili kulinda imani yetu inabidi tuchague vitu vya kusikia. Safi sana. Jinsi teknolojia inavyozidi kwenda, vijana tunazidi kufanya nini? Kuchanganyikiwa, tunakosa utulivu. Mwingine? Shalom washindi.
Kitu ambacho mimi nimejifunza hapa baba, kumesema kwamba kulinda imani. Kulinda imani ni kwamba ni kuwa makini na unachokiangalia. Ina maana hapa sio kila kitu inabidi tukiangalie. Ina maana kuna vingine ambavyo havihitaji kuviangalia. Jambo la pili nyingine ni kuwa makini unachosikiliza. Ina maana kwamba sio kila kitu inafaa tusikilize. Ina maana hapa kulinda imani ni kwamba tuwe na mfumo wa kuchuja jambo kabla hujalifanyia kazi. Tuwe na mfumo wa kuchuja kitu kama hujao tukisikilize. Sawa. Asante. Safi sana. Mwingine? Shalom washindi. Kwa ambacho nimejifunza mimi kuhusiana na kuilinda imani. Baba amefundisha, amesema unatakiwa ulinde imani kwenye mazingira mapya, yani kwenye dunia mpya ambayo tunayo sasa hivi. Dunia mpya ni vitu ambavyo vinatengenezwa kila siku, kama hizi simu tunazotumia. Hiyo ni aina ya dunia mpya, tunaishi mazingira mapya. Kwa hiyo unatakiwa ujue kitu ambacho kinatakiwa kikusaidie kulinda imani yako. Unapoenda kwenye dunia mpya kama hii, uangalie vya kusikiliza, yani lazima uchuje vya kusikiliza, vya kuangalia, kingine ni sawa, na vya kutafakari. Na vya kutafakari. Safi kabisa. Safi kabisa. Mwingine? Shalom washindi. Ni lazima, ili kulinda imani zetu, ni lazima tuwe na maarifa mengi ya neno la Kristo ndani yetu. Kwa ni lazima tu tunaruhusu kusikia sana neno la Mungu ndani yetu, ili ndani yetu tu tuna ule uwezo ama neno la Kristo kuzishinda zile dhambi na kukaa na neno la Kristo ndani yetu pia. Asante. Sehemu nyingine. Tony, usikae, unakaa vipi? Mwingine? Njoo hapa mbele. Alafu kutoka hapo peka kwa Malaki. Na mimi nachangia baba. Nisiye nikapitwa. Lakini wakati huu pia wa teknolojia ambayo inaenda speed, ili kuendelea kuilinda imani yetu kama vijana, tunatakiwa tuone kwamba hii teknolojia inavyoenda hivi speed, tutumie iwe kama pia ni fursa kwa ajili ya sisi pia kuwekeza kwa habari ya neno la Mungu humo kwenye teknolojia. Wakati nataka kutuathiri, na sisi tuiathiri kupitia yale ambayo tunayo, ambayo tunaendelea kufundishwa kama hivi leo. Amen. Nimependa sana hiyo sentence. Wakati inatutaka kutuathiri, tutangulie sisi kuifanya nini? Kuiathiri hiyo teknolojia. Safi, nimependa hiyo sentence nzuri. Maria huyu hapa. Shalom washindi. Ili kuendelea kuilinda imani ni lazima tuwe na kiasi, hasa katika upakuzi wa application katika simu zetu. Ni lazima tujue ni nini tunapakua na kipi hatupakui, kwa sababu jinsi ambavyo unazidi kupakua application mpya kila siku, imani yako inaathirika. Kwa hiyo baadaye tunazalisha kanisa ambalo vijana wamepoa kiimani, na kanisa linakuwa limepoa, na uwepo wa Mungu unakuwa haupo, hata manifestation ya nguvu za Mungu zinakuwa hakuna katika kanisa linalokuja. Asante sana. Nimefurahi hiyo. Manifestation ama udhihirisho wa nguvu za Mungu kwa kanisa linalo kuja, kwa sababu HVC hata baki Pastor Miamba milele. Pastor Miamba nikimaliza muda wangu nitaondoka, nitaenda kwa Baba nikiwa mzee, lakini usitarajie hivi karibuni, never. Nikiwa mzee, nikishakuwa nimetimiza umri wangu. Haya, baada ya hapo HVC itafungwa. Lazima kizaliwe kizazi kilichobeba nguvu ile na zaidi. Haleluya. Lazima kiwepo kizazi ambacho kimekuwa speed governed. Asante. Mwingine mpelekee kule Malaki. Na mimi nikiwa na shuti hapa nimejifunza kitu. Namna ambavyo unavyoweza kulinda imani yangu kwenye mifumo mpya, ambayo mifumo ya sasa hivi WhatsApp, Instagram na TikTok, ambayo ni mifumo mpya ambayo inatufanya kuwa busy sana vijana. Unakuta kijana muda wako wote unaupoteza kwenye WhatsApp, Instagram, TikTok. Ule muda ambao unaupoteza ndio muda ambao kijana unakuta huwezi kuwa na nguvu za Mungu, kwa sababu ukiangalia sasa hivi Instagram, TikTok, kuna vitu ukipita tu vinaanza kuwa updated. Kila wakati vinakuwa vinakuja, vinapita. Kwa taarifa ambayo unataka kuisikia wewe utaipata kupitia ile mifumo. Kwa hiyo sasa namna ambavyo naweza kulinda imani yangu kwenye hii mifumo ni kuto kuwatafuta watu ambao
kwenye dunia hii wanaweza kunitoa kwenye imani yangu. Unakuta mifumo hii ina mambo mengi sana, na wachungaji ni wengi sana, na wanaopotosha wapo kwenye mifumo. Kwa hiyo unatakiwa kulinda sana. Hii simu ninayoitumia ndio kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kunifanya nikuze imani yangu au imani yangu iweze kushuka. Kupitia hii simu ndio kifaa pekee ambacho kinatumiwa na shetani. Lakini pia hicho kifaa kinaweza kunifanya mimi nikaweza kuikuza imani yangu, lakini pia nikaweza kuwasaidia na wenzangu kupitia hicho kifaa. Kwa hiyo kuna namna ambavyo hicho kifaa ni kizuri, lakini pia ni kibaya. Inategemea na wewe unataka kukitumia kwa namna gani. Kwa sasa hivi na kizazi hiki tunakosa nguvu za Mungu kutokana na hichi kifaa ambacho ni simu. Amina. Hallelujah. Safi kabisa. Mwingine kimbia hapa. Safi kabisa. Unaendelea kuelewa wanavyo summarize Unazidi kuelewa Yes. Yaingize haya ulionisikia na wanao ya summarize watu, yaingize mpaka ndani yako ili sipungue hata moja. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nilichojifunza, natakiwa kuchagua chanzo sahihi cha kusikia, na kusikia kunatokana na neno la Mungu. Kwa hiyo nilichojifunza leo ni kwamba ni lazima niwe na neno la Mungu sana ndani yangu. Niwe ni mtu sana wa kusoma sana neno la Mungu, kwa maana Baba umetufundisha ya kwamba ili tuweze kulinda dunia hii ya teknolojia ni lazima tusikie sana. Tulinde ni lazima nilinde ni nini ninasikia, ninachokisikia, ninachokiona, ninachokitafakari. Huwezi linda kitu unachokisikia kama una neno la Mungu. Huwezi linda kitu unachokiona na kukitafakari kama una neno la Mungu. Tutakapokaa na neno la Mungu ndani yetu, itatusaidia sisi kuchagua kile tunachotakiwa kukisikia na kukiona na kukitafakari. Kitatusaidia tuwe watu wa kulinda hii dunia mpya ya teknolojia. Asante. Tunaona Meshach, Shadrach na Abednego walijitenga na chakula kwa ajili ya kulinda nini? Imani yao. Na tumesoma hapo, si ndivyo? Wakajitenga wakasema sisi kwa ajili ya kulinda chakula, kulinda imani yetu hatutakula chakula cha mfalme wala kunywa divai ya mfalme. Badala yake wakataka kula nini? Na nini? Mtama na nini? Na kwa sababu walikuwa wanailinda imani yao, baada ya muda walionekana ndio wamependeza kuliko waliokuwa wanakula chakula cha mfalme. Nini maana yake? Utakapoendelea kujitenga kwa ajili ya kulinda imani yako, hasa kwenye teknolojia hii, ujitenge na baadhi ya vitu, hakika yake utazidi kustawi sana. Haleluya. Utazidi kustawi sana. Tunajitengaje? Kwa kuamua, lakini kwa kuomba. Tunajitengaje? Rudia tena. Tunajitengaje? Kwa kuamua na kwa kuomba. Yes. Lazima maombi yaambatane na maamuzi. Amen. Maombi lazima yaambatane na nini? Na maamuzi. Na maamuzi, kujitenga kwa ajili ya kulinda imani yetu. Na mwingine wa mwisho? Tutasikia hawa wawili. Shalom washindi. Amina. Mimi pia nashukuru Mungu nimeongeza kitu. Naendelea kupata kitu kingine kipya Baba, kwamba pia wakati wa Zaburi moja, mwandishi wa Zaburi moja anasema heri mtu yule asiyeenda na katika shauri la wasio haki, wala hakuketi katika baraza la wenye mizaha. Yaani maana yake pia sio mitandao tu, hata kujiungamanisha na watu ambao wanakupotosha kimawazo ama kifikra bila wewe kuwa na cha kuwapa. Tukisoma Kolosai 3:16 inasema neno la Mungu likae kwa wingi ndani yenu. Maana yake ukiwa na neno la Mungu ndani yako kwa wingi, hakuna negativity yoyote itakayoingia kwenye akili yako ikakupotosha. Safi kabisa. Safi kabisa. Na ninasemaje Kolosai ile 3:16 anasema neno la Kristo likae kwa wingi. Kuna hekima inazaliwa pale kwenye neno la Kristo unapokaa kwa wingi. Hekima kupambana na nini? Na teknolojia inayokimbia kwa kasi. Safi kabisa. Shalom washindi. Ili kuweza kujikinga na kujilinda na teknolojia inayokimbia kwa kasi, Baba amesema kitu kimoja kwamba lazima tuwe na uwepo
wa Roho Mtakatifu na nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yetu. Hata kama tutakuwa wasomaji wa neno au waombaji, kama hatuna Roho Mtakatifu ndani yetu katika teknolojia hii, tutakwama tu. Kwa sababu Roho Mtakatifu ndo atakaye kukumbusha kwamba hey, mwanfollow huyo mtu. Kwa sababu kuna vitu ambavyo vinapendeza kwetu kama vijana, na kuna taarifa kama baba alivyosema kwamba tuko kwenye dunia ambayo ina kelele nyingi sana. Kwa sababu umesema hizi simu, laptop ni mlango wa dunia ya teknolojia. Kwa hiyo kuna taarifa zinakuja kwa kasi kwetu, na utasikia mwenzako anakuambia ingia kwenye page ya fulani, ingia kwa mtu fulani kaposti hiki, na kuna vingine vinafundishwa kama witchcraft, lakini unaviona kama vitu vya kawaida. Kwa sababu watu wanavitangaza, mle tunaviona, tunavipractice, mbona ni kawaida hiki kitu. Lakini ukiwa na uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yako, atakushtua, atakwambia mwanangu, hiki sicho, hiki hakifai. Kwa katika dunia hii tunamhitaji sana Roho Mtakatifu na uwepo wake na nguvu zake. Hallelujah. Roho Mtakatifu ndio mwalimu atakaye kuambia hiki usikiangalie. Mwambie Roho Bwana nishtue ninapozidisha muda, nishtue ninapotoka kwenye mipango niliyojiwekea, nikiingia huko nifanye nini? Nisaidie Roho Bwana, nisije nikazidisha nikapoteza nilicho nacho. Kwa sababu ukizidisha unapoteza ulicho nacho. Haleluya. Wangapi mmenielewa? Mmenielewa vizuri Mmenielewa vizuri Haya, kwa dakika moja sasa tusimame. Tusimame kwa dakika moja. Sema, Roho Mtakatifu, ninaomba nisaidie na unilinde mimi pamoja na familia yangu na uzao wangu dhidi ya teknolojia. Nipe neema ya kuilinda imani yangu katika teknolojia hii. Nipe neema ya kuilinda imani yangu. Twende mbele za Bwana, omba. Baba Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, tunakushukuru kwa ajili ya semina nzuri ambayo umetupa. Tunaomba Roho Bwana, neema yako utusaidie katika kuilinda imani yetu katika teknolojia hii inayoenda kwa kasi. Roho Bwana, utusaidie kuilinda imani yetu katika teknolojia hii ya leo ambayo imani yetu iko katika hali hatarishi. Roho Bwana, kupitia mafuta yako utupe neema ya kuweza kuwa na uchaguzi. Utufundishe na utupe muda na utushtue tunapozidisha. Roho Bwana, tunaomba uka pamoja nasi. Utusaidie Roho Bwana, ututie nguvu Roho Bwana, katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Tusaidie Mungu aliye hai, utuokoe katika uharibifu wa teknolojia. Waokoe watoto wetu Bwana, utupe neema kuilinda imani. Wape neema watoto wetu kuilinda imani kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunaenda kinyume na nguvu za giza na roho za kuzimu. Tunabatilisha mipango yote uharibifu inayokaa kwenye teknolojia kutuharibu Bwana, katika jina la Yesu. Tunakataa kuharibiwa, tunakataa kuharibiwa kwa jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Tunakataa kuharibiwa katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Teknolojia hautatuharibu, teknolojia hautatubomoa, teknolojia hautatuharibu, teknolojia hautatubomoa katika jina la Yesu. Tunalibatilisha giza lote katika ulimwengu wa roho linalosimama na kupigana na ujana wetu. Tunaenda kinyume na giza lote katika ulimwengu wa roho linalosimama na kupiga ujana wetu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu tusaidie. Roho Bwana tupiganie. Jehova tutie nguvu katika jina la Yesu na katika damu ya mwana kondoo. Endelea kuomba, endelea kuomba. Roho Bwana kusaidie katika dhama hizi na nyakati hizi za teknolojia. Muombe Bwana kusaidie. Bwana, tunahitaji nguvu zako Bwana. Tunahitaji msaada wako Bwana. Kama vijana tukatembee katika ushindi. Teknolojia hii isituharibu, bali Bwana tukaweze kutengeneza mazingira ya kuzidi kujua wewe, hata kuzidi muombe Bwana kusaidie. Teknolojia hii katika kataa kushikiliwa na teknolojia. Kataa kushikiliwa na teknolojia. Kataa kuwa addicted na teknolojia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunakataa kuwa addicted katika jina la Yesu. Tunakataa kushikiliwa katika jina la Yesu.
Roho Mtakatifu nakushukuru sana. Neema yako yatosha na rehema zako ni nyingi. Bwana, tusaidie Roho Bwana, tusaidie Jehova, katika jina la Yesu. Neema yako yatosha Bwana, tusaidie tuweze kulinda imani yetu. Tusaidie Bwana, liwepo kanisa kubwa lenye nguvu isiyo kawaida kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Mtakatifu, asante kwa neema inayozidi sana katika jina la Yesu. Rikabosaya ramakoria rieterebosaya mandorabosaya. Endelea kulitia jina la Bwana, litia jina la Bwana. Tunaita uwepo wako Baba. Mwambie Bwana kusaidie kila uvamizi unaokushikilia, unaokung'ang'ania. Rikosa ya rabariando katika jina la Yesu. Yes Lord, yes Lord, yes Lord, katika jina la Yesu. Roho Bwana tusaidie katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tusaidie Bwana katika jina la Yesu. Tuinue Bwana katika jina la Yesu. Bali Bwana tunahitaji neno. Rabasaya ramakaya Parababosaya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Roho Bwana tusaidie, tusaidie, tusaidie. Tutie nguvu Bwana. Tusaidie Bwana. Tutie nguvu Bwana katika jina la Yesu. Ambao utatembea pamoja nasi kama vijana. Tutakuwa Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Jina la Yesu Kristo. Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Katika jina la Yesu. Katika imani yetu Bwana liko chanzo cha kila kitu. Tunakushukuru Mungu aliye hai. Yes, abakara bariando robosaya. Mandara makaya rabakosa. Rieketere bosaya ramakaria. Mandere bokose tere bosaya. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba, asante kwa rehema na neema. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Asante Mungu aliye hai. Amen. 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 Hallelujah. Unaweza kuketi chini sasa. Ni matumaini yangu ya kwamba utafanyika kuwa alama ya mabadiliko. Hallelujah. Mimi ninajua hii teknolojia sisi tunaenda kuishinda kabisa. Hii teknolojia tunaenda kuishinda. Amen. Ni jitu la kutisha, lakini si kwa watu wa ufahamu kama wana HVC. Na ndio maana tunatengeneza semina hizi kwa ajili ya kufanya kwamba kila utakachokisikia kiende moja kwa moja kikalete mabadiliko kwenye maisha yako. Amen. Kila jambo unalolipokea lipokee kwa imani. Amen. Na Biblia inasema imani pasipo matendo imekufa nafsini mwake. Kwamba unachokisikia kipokee kwa imani ukakiweke kwenye matendo. Kwa hiyo ni matarajio yangu kuanzia leo ukiingia kwenye mtandao utakuwa na kiasi. Kuanzia leo utakuwa umejiwekea muda. Kana saa yako. Sema nitaingia Instagram half an hour. Baada ya hapo naondoka. Sawa sawa? Nitaingia Facebook half an hour. Nikitoka hapo basi tuonane kesho. Amen. Ukijipa discipline, maisha ya discipline, utajikuta unaweza kumpinga huyu adui yetu teknolojia. Amen. Ukimshinda yeye, roho yako haitakufa. Amen. Wapo watu wengi sana watajikuta wako kuzimu, lakini kilichowapeleka ni teknolojia. Amen. Na wapo ambao mbinguni watavishwa taji kubwa. Kwa sababu gani? Waliitumia teknolojia kuwaleta watu kwa Kristo. Amen. Kama ndani yako na karama ya uponyaji, tuma huo uponyaji. Achilia teknolojia ipeleke uponyaji. Amen. Chochote kitume, kiache kiende. Mungu ni mwema. Amen. Amen. Jambo la pili tunaloenda kushughulika nalo leo, topic ya pili, kujitambua na kujua wito wako. Kujitambua
na kujua wito wako. Haleluya. Tunapoongea kwa habari ya kujitambua na kujua wito wako, ni lazima ujue wewe ni nani. Namba moja, ulikuja duniani kufanya nini? Mimi ni nani? Ulikuja duniani kufanya nini? Lipi ni wazo kuu la kuja kwako duniani? Na kipi ni ziada? Haleluya. Lipi ni wazo kuu? Na kipi ni cha ziada? Na hii sentensi ninayoiongea sasa hivi, usipoitafakari na kuishi ukiwa kijana, ikija kuonekana wazi ukiwa mzee, itakutesa sana. Nisikilize vizuri sana. Unaweza usielewe mateso anayoyapata mtu akifika miaka 60. Halafu ndo anagundua kwamba alitakiwa awe mwinjilisti na hajafanya. Lazima uelewe lipi ni wazo kuu la wewe kuja hapa duniani na ipi ni ziada, ili uishi hivyo hivyo. Kwa sababu wazo kubwa ambalo Mungu amekuletea hapa duniani, cha kwanza ni ili umtumikie. Yaani kusudi la mwanzo la sisi kuja lilikuwa ni la kiroho kuliko la kimwili. Kusudi la kwanza la wewe kuja duniani hapa ni ili umwabudu Mungu, umtumikie Mungu, uishi maisha matakatifu ambayo Mungu akikuangalia ajisikie furaha. Ni mambo ya primary, ni vitu ambavyo ni vya kwanza, ni kusudio la kwanza la Mungu kumuumba mwanadamu. Ukishajua kwamba kusudio la kwanza ni hilo, kusudio la pili sasa ambalo ndio tunasema ni kusudio la baadaye ama la ziada, ni namna gani sasa utaishi katika dunia hii kiuchumi, kimahusiano. Hayo mambo yote ni ya ziada. Yaani ndoa sio kitu cha mwanzo, kipo kitu cha mwanzo. Kwa hiyo hata unapokuja kushughulika na mambo ya ndoa na mahusiano, imradi jambo la kwanza limekaa vizuri, then haina shida. Kazi ni kitu cha pili. Kitu cha kwanza ni kile ambacho unatakiwa ukielewe ni cha kiroho. Hasa naposema kitu cha kiroho na maana gani? Ndani ya mwanadamu Mungu ameweka vitu vingi. Ameweka huduma, ameweka karama kwa ajili ya kufaidiana. Haleluya. Ameweka huduma, ameweka karama kwa ajili ya kufanya nini? Kwa ajili ya kufaidiana. Lazima Mkristo ajue ya kwamba, especially kijana, ajue ya kwamba ndani yako wewe una karama gani, una huduma gani, kabla ya kwanza kutafuta kazi, kabla ya kwanza kutafuta kuoa ama kuolewa, kabla ya kwanza kutafuta heshima, kujenga, kufanya nini. Yaani hivyo ni vyote vya kuzidishiwa. Biblia inaposema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki zake, anataka sisi tutafute la kwanza liwe la kwanza, halafu akasema na mengine mtazidishiwa. Ni kwamba la pili liwe la pili.
Endapo kama akili yako, mawazo yako yapo kwenye jambo la pili kama kijana, ujue mpaka sasa umepoteza mwelekeo. Yaani kwa lugha nyingine nasema, kama mpaka saizi hujui ndani yako kuna huduma gani na umeifanyia kazi kiasi gani hiyo huduma, haujui kuna karama gani na umeifanyia kwa kiwango gani kazi hiyo karama ulio nayo, ujue pana changamoto, pana shida. Haleluya. Haleluya. Ni lazima ndani yako karama na vipawa uvitambue ukiwa hivi leo. Kwa sababu tunaweza tukawaangalia watu wawili tofauti. Wale wa kwanza ambao tumewaona, Meshaki, Shadrach na Abednego, walikuwa ni vijana. Walijua ya kwamba ingawaje wanapenda chakula kizuri kama vijana, hakuna asiyependa chakula, imradi wanapenda maisha mazuri kama vijana, lakini waligundua primary purpose yao ni kukaa na uwepo wa Mungu. Kwa hata walipoenda katika ile nyumba ya kifalme, cha kwanza walilinda uwepo wa Mungu kuliko vingine vingi. Kwenye nyumba ya mfalme kuna kila kitu, kila kitu, lakini wakachagua kwanza kukaa kumuinua Mungu wa Israeli katika utumwa wa Babeli. Ilikuwa ni kitu kikubwa sana. Ukiendelea kusoma utaelewa. Nebukadreza mwenyewe anakiri kabisa ya kwamba hakika Mungu wa Shadrach, Meshach na Abednego ndio Mungu wa kweli. Unajua ile ilikuwa ni kazi kubwa sana. Umepeleka ufalme kwenye ufalme. Meshach, Shadrach na Abednego waliweza na Biblia inasemaje? Nebukadreza akasema, kuanzia leo Mungu wa Meshach, Shadrach na Abednego, Mungu wa Daniel ndio Mungu wa kwetu, ndio Mungu wa kweli. Kumbuka ni kingdom ile, ni falme ile. Halafu wewe unampeleka mfalme wa wafalme kwenye ufalme, sio kitu kidogo. Kama wangekuwa wanataka kuongea kama Paulo alivyosema, na wao wangesema kwamba mwendo tumeumaliza na imani tumeilinda. Kwa sababu ni ukweli, walifanikisha mwendo, waliweza kumaliza, waliweza kumdhihirisha Mungu. Imani waliilinda. Tumeona ukiendelea kusoma kitabu cha Danieli, unaona walikataa kabisa kumuinamia lile sanamu. Wakasema hatupo tayari. Ukisoma pale utakuta walitaka kutumbukizwa kwenye tundu la simba, walitaka kutupwa kwenye moto, walitupwa actually kwenye moto, hawakuangamia. Waliilinda imani wakiwa vijana. Yaani kama wewe hapa hivi sasa hivi upelekwe pale Ikulu pale Magogoni, alafu ambie sitakula chakula cha hapa Ikulu, sitakula hapa, nitaendelea kula mihogo. Wengine wanacheka wanasema haiwezekani. Unapelekwa pale Ikulu naambia nitaendelea kula nini? Muhogo na maji. Kwa unapiga muhogo asubuhi, unashushia na maji, unakaa mchana, unashushia miezi ya kutosha. Makuku yanapita tu, mapilau yanapita tu. Kana mwingine hapa anasema mimi naweza. Hawa shanga pilau inapita, jicho moja linatoa tu mchozi. Unajilaumu kwa nini uliokoka. Lakini ukijua mpango wa kwanza, utasimamia huo mpango. Je, kanisa la leo na vijana wa leo, hivi ni ukweli? Nataka nijiulize tu, tuko kwenye semina hapa. Hivi ni ukweli unashauka kujua kwamba ndani yako kuna huduma gani? Utakuta watu wengi wako bize, baba leo kiuno kimeshika, asante, kimeachia. Baada ya maombi kimeshika, kimeachia tena. Yaani ndio story hizo, mwaka unaenda. Sikia nikwambie, kuna nyakati ukisema hivi, wacha nijue kusudi la Mungu kwenye maisha yangu,
Ukishaanza kulitumikia kusudi, hutaona tena hivyo viundo vinavyokaa sasa hivi. Hutaona. Lakini pia lazima tuelewe maandiko. Biblia inaposema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, hayo mengine mtazidishiwa. Ukishaenda kutafuta vya kuzidishiwa ukaacha ufalme wa Mungu na haki yake, ujue hata hivi vya kuzidishiwa sio vya kuzidishiwa tena. Vya kuzidishiwa ni mpaka uwe katika ufalme wa Mungu na haki yake. Kwa unakuta watu wengi leo wako kwenye jasho kwa sababu wako busy kufanya jambo la pili, la kwanza wameliacha. Nataka kujua, je, unajua karama na vipawa vilivyo ndani yako? Unajua huduma iliyo ndani yako? Niliambiwa watu hapa wajiunge na ile darasa la ministers. Vijana hawakujiunga, majority wao hawakujiunga. Pata picha kama kijana asipojiunga, nini maana yake? Wanataka wale watu wengine fulani hivi ndio wajiunge. Sisi vijana kwa nini tuko busy? Busy na mpango wa kwanza, ama uko busy na yale ambayo ulitakiwa uzidishiwe kama ungekaa kwenye mpango wa kwanza? Utakuta wengi wanatafuta wale nini, wavae nini, walale wapi. Lakini akasema msijisumbue, msijihangaishe, mle nini, mvae nini, mlale wapi. Utafuteni kwanza mpango wa kwanza. Sawa sawa, hayo mengine mtafanya nini? Tazidisha. Tunataka kuona kanisa lina vijana watumishi wanaosimama kama watumishi. Hivi ndani yako kuna huduma gani? Wewe ni nani? Nabii? Umejuaje? Mimi napendaga niitwe nabii fulani. Mambo sio mapenzi, penda kitu fulani. Umeshatafuta kujua huduma yako ni ipi ndani? Muulize jirani yako, kwanza mwenzangu ni nani? Wewe nani? Muulize una huduma gani ndani? Muulize na wewe una huduma gani? Muulize una huduma gani? Amesema ana huduma gani? Ana huduma ya utumishi. Wewe Trezo, wewe kuna huduma ya utumishi? Wewe umesema una huduma gani? Wewe umemwambia yeye ana huduma gani? Sawa. Una huduma gani? Wewe una huduma gani? Unamtumikia Mungu kwa kufanya nini? Hapa kanisani unafanya kazi gani? Hamna. Unafanya kazi gani? Watu wanadhani huduma nazoongea ni zile za seli zile, kuja Jumatano kusifagia. Sio hizo. Una huduma gani? Muulize jirani yako, mzangu una huduma gani hapa kanisani? Sikia niwaambieni, jambo hili kwa kuwa limekosa mwelekeo kwa vijana. Vijana ukiwaita kwenye huduma wanasema mpaka nitakapopata nafasi. Unajiuliza kilichochukua nafasi ni nini? Atasema biashara. Muangalie hiyo biashara, mbona haina mabadiliko? Chochote ambacho utakiendea ukiwa umeacha mpango wa kwanza hakiwezi kufanikiwa. Kuna mtu anaelewa? Tukasema tunamwangalia Meshaki, Shadraka na Abednego, lakini tunajua kuna wengine walikuwa hawaelewi hata wafanye nini, hawajijui. Yeremia anavutwa kwenye mpango wa kwanza. Anakuambia Yeremia, njoo hapa. Kabla hujawekwa tumboni mwa mama yako kulikuwa kuna mpango wa kwanza uliwekwa.
wewe ni nabii wa mataifa. Akasema mimi sijielewi, najiona kama ni mtoto mdogo. Akasema usijiite mtoto mdogo. Kuna uwekezaji umewekwa ndani yako, ulizaliwa nao. Ni wakati wa kwenda kuutimiza uwekezaji wa Mungu. Je, unajua Mungu amewekeza nini ndani yako? Haleluya. Amen. Unajua Mungu amewekeza nini ndani yako? Amewekeza kuuza urembo. Kuuza urembo ni uwekezaji wa Mungu ama ni mapambano tu ya dunia hii? Kuuza urembo ni uwekezaji wa Mungu ndani? Hayo ni mapambano. Ule nini? Uvae nini? Ulale wapi? Hivi kazi unaenda kufanya kule ulioajiriwa, ile kazi ndio namba moja? Ile ni katika mapambano ya dunia hii. Ule nini? Uvae nini? Ulale wapi? Sijasema usifanye hivyo kazi, lakini unaweza ukafanya kazi, lakini mpango wa kwanza ndio ukawa unapiga kelele. Mfano mzuri ni CCP huyu hapa, anafanya kazi, ameajiriwa. Lakini ukiona kazi anazozifanya kwenye kanisa, mpaka anajiulizaga huyu ameajiriwa ama anapambana na kazi ya Mungu mchana na usiku na ameajiriwa. Na ni mfano. Mpaka leo tuzo yake iko pale Sinza. Mliondoa? Hapana. Niliambia ikae kidogo. Iko pale Sinza. Amepata tuzo ya ufanyakazi bora, na wakati hata huku na sisi huku kwenye kazi ya Mungu ni mfanyakazi bora. Ni mfano tena wa kuigwa. Kwa sijakwambia usiajiriwe, nenda kaajiriwe, lakini tuone ya kwamba huku tunakupa tuzo ya ufanyakazi bora katika nyumba ya Bwana, na kule tuone biashara zako zinaenda. Inawezekana. Hatujasema usifanye biashara. Fanye biashara, lakini kipindi cha kufanya biashara tuone akili yako, mawazo yako yamebeba mpango wa kwanza ambao ni kazi ya Mungu. Halafu vingine iwe ni kuzidishiwa. Ukiwa na mtazamo huo, ama ukaamua kubadilisha mtazamo huo kwenye semina hii ya leo, ukasema mimi kuanzia leo kazi ya nyumba ya Bwana ndio mpango wa kwanza, huduma ndio mpango wa kwanza, mengine yatakuwa ni mazidishio tu, na kuhakikishia huko unakwenda kuzidishiwa, sio kwamba utaenda kutafuta. Bwana ataenda kukuzidisha. Utapanda, utavuna. Utajenga, utakaa kwenye nyumba uliyojenga. Amen. Mahali popote utakapopanda mbegu itaota. Kwa sababu gani? Namba moja, umeweka moyo wako, hazina yako kwa Bwana. Ukitaka kuangalia, nitasoma tu haraka, nitakupa maelekezo yote ukasome, kwa sababu na topic nyingi kidogo na muda umeenda. Kaangalie vijana hawa anaitwa Nehemia na Ezra. Kaangalie Nehemia akiwa kijana, anabeba wazo kubwa kwa ajili ya nchi yake. Anaenda kujenga ukuta uliobomoka. Ezra kijana mdogo, lakini anaenda kulijenga kanisa lililobomoka baada ya kurudi katika uhamisho wa Babeli. Amewekewa mzigo. Naomba nikuambie kitu kimoja. Kuna nyakati ukiujua mpango wako wa kwanza, ndio Mungu anaweka mzigo. Yaani kuna watu Mungu anashindwa kuweka mzigo ndani yao kwa sababu bado akili yao, mawazo yao hayajamuelekea Bwana kwamba ndio mpango wa kwanza, kwamba Mungu mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Wacha tumuite Bwana, tumuombe Bwana wa mavuno aweke watendakazi shambani mwake, na mimi niwe mtendakazi katika hii mpango wa mavuno, halafu mengine niwe nazidishiwa. Na kuhakikishia utaenda kufanya saa moja tu kwenye kuzidishiwa, utavuna zaidi waliofanya siku 3. Amen.